Wanaume, leo naomba niongelee swala moja ambalo najua baadhi ya wanaume litawagusa. Hii tafakari ya leo najua baadhi ya wanaume itawaamsha kwenye usingizi huo mliolala, na pengine mtapata kitu kikubwa sana kwenye hii tafakari. Wewe mwanaume, unapooa, siwezi kusema ukuwa na pesa, ulikuwa na pesa, lakini si nyingi sana kama ulizonazo leo. Na pengine baada ya kuoa ulikuwa na biashara, pengine ulikuwa una duka ambalo mlikuwa mnashinda kwa pamoja wewe na mkeo. Mkeo hakuwahi kukuibia pesa. Mkeo hakuwahi kuwa na matumizi ya hovyo juu ya pesa zako. Mkeo alikuwa anaheshimu pesa yako wewe. Mkeo alikuwa yuko vizuri, na ndio maana mpaka leo yuko hapo. Ndio maana mpaka leo unamwamini, umemweka dukani, kwa sababu hakuibii wewe. Hajawahi kufanya miradi mingine ya siri nyuma ya mgongo wako. Anajua kabisa kwamba hizi pesa ni kwa ajili yetu wote. Mkeo hana shida yoyote. Ikafika mahali ukapata pesa nyingi zaidi ya hizo ulizonazo, basi ukaamua kununua gari wewe kama mwanaume, na kwa bahati nzuri pesa ikabaki, ukaona nina nafasi ya kununua gari la pili. Ukanunua hilo gari, ukaliagiza. Lilipofika, cha ajabu, hilo gari hujampelekea mkeo, lakini umempelekea mwanamke wa nje ambaye sio mkeo. Umempelekea mwanamke ambaye hajui jasho la hicho ulichokitoa, hajui jasho la pesa yako. Umeona yeye ndo anastahili kupewa gari, lakini sio mkeo. Ni kwa nini unafanya hivi? Ni kwa nini huoni kama unachokifanya unapotea? Ni kwa nini huoni kama unamfaidisha mtu mwingine ambaye yuko nje ya familia yako? Mwanamke ambaye muda wowote anaweza kukugeuka akakuacha, ukabaki unashangaa, na pengine ukajilaumu ndani ya moyo wako, kwa nini nilimnunulia mwanamke wa nje gari na sio kumpa mke wangu? Kwa sababu ukimpa kitu mke wako bado kiko kwenye familia yako. Nazungumzia wale wenye maisha ambayo yamenyoka na wake zao hawana changamoto. Sizungumzii wale ambao wanawaona wake zao wana tamaa, hilo siwezi kuzungumzia. Umemnunulia gari, kampa mwanamke wa nje. Wewe mwanaume, sikatai, umejenga nyumba. Kweli nyumba umejenga, nyumba mnayo, mke wako na wewe mnaishi kwenye nyumba yenu. Lakini cha ajabu, kuna nyumba nyingine nzuri, kali, umeijenga huko nje, unampa mwanamke wa nje. Huoni kama wewe unastahili kukaa ile nyumba wewe na familia yako, lakini unaona huyo mwanamke ndio anastahili kujengewa nyumba nzuri na kali kuliko mkeo? Kwa sababu huyo mwanamke anajua kujilegeza, anajua kujidekeza, anajua kukuita baby. Mwanamke ambaye hajawahi kujua hata unapata vipi hizo pesa zako, hajui jasho la pesa zako. Unaona yeye ni wa muhimu sana kwa sababu ya yeye kukuita wewe baby. Lakini mkeo ambaye anakaa hapo dukani kila siku, anahangaika na mahesabu. Ukienda China anahakikisha amefanya biashara kwa uaminifu, pesa umezikuta. Ukienda kujumua da, anahakikisha amefanya biashara kwa uaminifu, pesa umezikuta. Lakini hujaona kama anastahili kuishi kwenye nyumba kali. Hiyo thamani yeye hana. Anakuja kuthaminiwa mwanamke ambaye hajui hata jasho la hizo pesa, hajui zinapatikana vipi. Umemweka pale mwanamke. Wewe mwanaume, umepata pesa, unaona kabisa mimi China naweza kwenda na mtu mwingine. Kweli ukaamua kwenda na mwanamke, lakini huyo mwanamke sio mkeo. Unamchukua mchepuko wako unaenda naye China, na mkeo yuko dukani anasumbuka kila siku, anatoa jasho, feni 8 zinapepea juu, haoni baridi, joto kali pale Kariakoo. Lakini wewe unasafiri kwenye ndege na mwanamke mwingine mpaka China. Anaenda kuona fursa tofauti, anaenda kuona kumbe unajumua hivi, unafanya hivi, lakini sio mkeo. Wewe mwanaume uko mkoani, huwa unaenda kujumua da. Unaona una nafasi ya kwenda na mwanamke da, na kweli umekata tiketi 2, moja ya kwako, moja ya mwanamke. Lakini huyo mwanamke sio mkeo, ni mwanamke wa nje. Unasafiri naye mpaka Dar es Salaam. Anaenda kujua kwamba unajumua hivi mzigo, unafanya nini, bidhaa zako unafanya hivi, unafanya vile, unajumua, unarudi nazo, unafunga mzigo hivi, unafanya hivi. Lakini mkeo hajui. Yeye amekaa anauza na nini na nini. Hajawahi kupelekwa hata daa hapo.
Hajawahi. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unakuwa kipofu? Huoni kama unachokifanya sio sahihi? Mimi kwenye hili naomba nikuambie wewe kama mwanaume, haijalishi mwanamke wako ana changamoto gani, lakini kama umepata mwanamke ambaye anaunga mkono jitihada zako, anaunga mkono juhudi zako za utafutaji, yuko anakusindikiza kwenye safari yako ya mafanikio na kutimiza ndoto zako, anastahili kufanyiwa hivyo vyote. Haijalishi ana changamoto kwenye tabia gani. Lakini ukipata mwanamke ambaye anajua kusapoti ndoto zako, anajua kusapoti maono yako, ni bahati kubwa sana. Unatakiwa umheshimu na umthamini, kwa sababu sidhani kama bebi itanoga mkiitana endapo hamna chochote. Sidhani kama bebi itanoga kama huna pesa mfukoni. Sidhani kama ukibebishwa utajisikia raha huku unajiona kwamba mimi sina chochote. Unaanza kujisikia uhuru unapobebishwa, kwa sababu akili yako pia imerelax, inaweza ikawaza hata hiyo bebi. Lakini ukiwa huna pesa, huwezi kuwaza hata majina mazuri hayo ya kuitwa bebi. Muda wote unatamani kupambana upate pesa, lakini umerelax saizi akili yako, unachanganyikiwa na mtu anayekuita bebi. Unachanganyikiwa na mwanamke anayekuvua soksi. Unachanganyikiwa na mwanamke anayekukumbatia. Unachanganyikiwa na vitu vidogo vidogo, mwanamke anayekukata kucha, mwanamke anayekukuna mba. Sijakataa kwamba haya mambo mwanamke wako anatakiwa kuyafanya, lakini hata kama yeye amefeli kwenye upande huu, havifanyi hivyo. Lakini hukustahili kumpa mwanamke wa nje gari kwa sababu ya yeye kukukuna mba. Hukustahili kumpa mwanamke wa nje gari kwa sababu yeye anajua kukuita bebi. Hukustahili kumpa mwanamke wa nje gari kwa sababu yeye anajua kukubembeleza na kukudekea. Hakustahili kupewa vitu vikubwa kwa namna hiyo, kwa sababu thamani yake bado haijafikia thamani ya mkeo ambaye yeye yuko na wewe kwenye safari ya mafanikio. Mafanikio ndio kila kitu kwenye maisha. Hizo bebi hizo hazina umuhimu sana kwenye maisha kama ambavyo mafanikio na pesa zina umuhimu. Unaenda kujenga nyumba kali kwa ajili ya mwanamke wa nje, huku ukijua kabisa huyu mtu sio familia yangu. Unamwamini vipi mwanamke wa nje? Hivi ninavyozungumza, wako wanaume wenzenu wametapeliwa. Nisiseme wametapeliwa, wameliwa kwa ujinga wao. Wameliwa kwa ujinga wao. Hao wanawake waliowekeza vitu huko nje walikuja kuacha. Mwanaume anakuja kuachwa akiwa amemnunulia mwanamke gari, amemnunulia mwanamke uwanja, au amemjengea. Mwanamke anakuja kumwambia mimi na wewe basi, sikuhitaji. Kumbe alikuja kwako kwa sababu ameiona fursa ya yeye kupata chochote kutoka kwako. Amekuona una pesa, amekuja kujiegesha ili apate zile baraka zako, avute. Yaani wewe unamsahau mkeo ambaye analeta baraka nyumbani kwa ajili ya mwanamke ambaye anavuta baraka zako kujinufaisha yeye binafsi. Sijui kama unanielewa. Sijui kama tuko pamoja. Sijui kama huo uwanja ulionunua sasa hivi utaamua kuto kumpa huyo mwanamke. Sijui kama hilo gari uliloagiza sasa hivi utabadilisha mawazo na kuamua kumpa mkeo. Sijui kama hizo tiketi ulizokata kwa ajili ya mchepuko utaamua kubadilisha mawazo uende na mkeo. Sijui kama tuko pamoja. Naomba niwaambie kitu kimoja. Wewe ulikuwa unawaona hawa wanaume wa zamani. Achana na hawa wanaume wa kizazi cha sasa hivi. Wanaume wa zamani, yeye alikuwa akiwa na wake wawili, bi mkubwa na bi mdogo. Anapoanza kujenga hata nyumba kubwa au anapofanya kitu kikubwa, huwa anaanzia kwa bi mkubwa. Sio kwamba huyo bi mkubwa anampenda kuliko bi mdogo. Ipo busara ambayo anaitenda kufanya hivyo. Anajua anachokifanya. Lakini nyinyi wa sasa hivi, wengi wenu baadhi, hamjui kwa nini wanaume wa zamani walikuwa wanatangulia kujenga vizuri kwa bi mkubwa kisha wanafuatia kwa bi mdogo. Nyinyi wa sasa hivi mnapendelea nje kuliko kumpendelea mke mkubwa. Lakini wanaume wa zamani wanajua wanachokifanya. Sio kwamba wao ni wajinga au hawajui kuchanganyikiwa na mwanamke. Wao wanajua kutumia akili zaidi, yani wanawaza kesho. Mfano wewe leo hii linatokea tatizo, hata umeumwa. Cha ajabu na cha kushangaza, huyo mwanamke wa nje anaweza kukukataa. Niamini mimi ninachokwambia. Anaweza kukukataa na akakwambia nenda kwa mkeo. Utajisikiaje unarudi kwa mkeo umejenga nyumba ya kawaida na nyumba kali nzuri iko kwa mwanamke wa nje? Utajisikiaje?
Mimi huwa sitamani sana kuongelea vitu kwenye upande mbaya au kuonekana naumbia watu mabaya, lakini kuna wakati nalazimika kuongea hivi ili kukuamsha wewe huko ulikolala. Ulishawahi kuwaza kwamba hivi mimi leo ninatembea, nina miguu, nina mikono, nina kila kitu, afya yangu iko sawa. Siku ikitokea siwezi tena kufanya chochote, afya yangu haiko sawa. Je, mke wangu anajua kwamba nikitoka hapa naenda hapa najumua hivi nafanya hivi kwa ajili ya maisha yetu? Ataweza? Kwa sababu kumbuka, kama mkeo ameweza kukaa kwenye pesa zote hizo ambazo unazo sasa hivi na hazijamfanya yeye awe chizi, hazijamfanya yeye atake kuvunja ndoa ili mgawane kila kitu, maana yake huyo ni mwanamke ambaye ni wa maisha yako, anaweza kuwa na wewe kwenye nyakati yoyote. Kwa nini hiyo fursa unayoenda kumpa huyo mwanamke mwingine, kwenda China, kwenda da, asiende mke wako? Kwa sababu anajifunza kitu. Kwa sababu siku nyingine ukiwa unaumwa hata kwa miezi 3-4, mkeo anaweza kufanya kitu. Mkeo anaweza kwenda da akajumua mzigo akarudi akafanya hiki. Hatuwezi kuwaongelea wanawake wote kwenye upande mmoja tukiwaita wana roho mbaya au wanaweza kubadilika. Wako wanawake ambao wako kimya. Wewe kama mke wako sasa hivi unajiona kabisa nina pesa, na mkeo anajua kabisa mume wangu ana pesa, lakini ameweza kukaa hapo dukani anafanya biashara, hana tamaa, hafanyi nini, wala haleti chokochoko kwamba tuvunje ndoa kwa sababu anataka mgawane hayo mapesa. Yeye hana hiyo. Kwa nini usimpe fursa mkeo ajue kwamba hii biashara unajumua hapa unafanya hivi? Kwa nini huko China usiende na mkeo, ili wakati mwingine pengine wewe miezi 3-2 hautakuwa sawa, mkeo aende China akajumue mzigo alete nyumbani? Kwa nini basi kama tu sio unataka aenda akajifunze biashara, basi uende naye tu na yeye afanikiwe kupaona China, aende tu akasuuze macho akatembee. Kwa nini huko Dubai usiende na mkeo? Mtu unaweka tu bajeti kwa ajili ya kwenda na mwanamke Dubai, kwenda kumfanya enjoy, afurahie maisha, unampeleka kwenye vivutio mbalimbali, mwanamke wa nje anaenda kuspend time na wewe. Mkeo hajui hata kama kuna kitu kinaitwa vacation, hajui. Lakini mwanamke wa nje, baby twende vacation, swini, unatenga pesa unaenda naye. Vipi kuhusu mke wako? Vipi kuhusu huyo mwanamke ambaye anasimama na wewe? Vipi kuhusu huyo mwanamke ambaye haweki tamaa kwenye pesa zako? Vipi kuhusu huyo mwanamke ambaye anatamani kuona mnafanikiwa kila siku? Yeye thamani yake umeiweka wapi? Kwa nini gari yasinunuliwe yeye? Kwa nini nyumba kali yasijengewe yeye? Kwa nini vitu vizuri yasifanyiwe yeye? Lakini badala yake yeye anageuka kama mfanyakazi, anageuka kama mtu wa kukusukuma wewe kwenda kwenye mafanikio, ili utafute mwanamke ambaye wewe unamtaka, mwanamke ambaye unampenda, mwanamke ambaye unamthamini. Unamsahau huyo. Baadhi ya wanaume, naomba niwaambie, amkeni, amkeni. Baadhi ya wanawake wanawatumia kwenda kwenye mafanikio. Mtu anakuja kwako, ameiona fursa, ameona una pesa, anatafuta silaha, anakuteka, anakuroga. Unaanza kununua magari, unanunua majumba, unanunua viwanja, unafanya nini? Mwisho wa siku unapokuja kushtuka, unakuta wewe pengine umeshuka kimaisha na unaviona vitu vyako anamiliki mwanamke. Nyumba yako ile iliyokuwa nzuri anamiliki mwanamke, na huwezi kwenda kumnyang'anya. Hati ulishamwandika jina lake, kila kitu ulishamkabidhisha. Unajisikieje? Au hata ikatokea wewe haujaathirika chochote, bado una pesa zako, lakini unaiona gari yako ya shilingi milioni 20 iko kwa mwanamke wa nje. Halafu mkeo unamuona anahangaika na vibajaji, anahangaika na bodaboda, ananyeshewa, wakati mwingine anarudi nyumbani ameloa. Na hapo sasa akili zako zimekaa sawa, unajiona kabisa, hivi mimi nimefanya nini? Utajuta kwa namna gani? Utajisikiaje unapomwona mkeo anapambana na wewe kila wakati, na huku ukijua rohoni mwako kwamba wewe una mwanamke unayeenda naye kumpa maisha mazuri, unaenda naye Dubai, unaenda naye China, unaenda naye da, unaenda naye vacation, unaenda naye wapi, unaenda naye kwenye mahoteli makubwa. Wewe ukimwangalia mke wako unajisikiaje? Na mke wako ana shida, anapambana, havai, hafanyi nini, hana tamaa, hana mambo ya kisasa, ni mtu ambaye yuko tu kawaida, anaishi na maisha yako, ameendana na wewe. Baadhi ya wanaume, naomba hii tafakari iwafanye mjitafakari. Jitafakari, waza, je, ninachokifanya ni sahihi? Na kama ukiona haya maneno yangu yamekugusa kwa namna yoyote, badili plani kuanzia leo. Watu huwa wanatengeneza sana kwa bibi mkubwa, kwa sababu hata kesho tatizo lolote likitokea litaishia kwa bibi mkubwa. Huko kwa bibi mdogo unajisumbua, huko kwa mwanamke wa nje unapoteza muda. Naomba tafakari hii iwaamshe huko mlikolala.